Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hii leo tunasalia nchini Tanzania ambapo rabsha za uchaguzi zimeendelea kushuhudiwa huku baadhi ya maeneo yakilazimika kusalia mahame kufuatia sheria ya kutotoka nje. Lakini kwanza tupate muktasari wa matokeo mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Milio ya risasi imetawala mjini Dar es Salaam, Tanzania, katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji wanaopinga shughuli ya uchaguzi mkuu wa hapo Jumatano. Maandamano yalishuhudiwa katika miji kadhaa nchini Tanzania katika siku ya kupiga kura. Waandamanaji wamelalamikia hatua ya tume ya uchaguzi pamoja na utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kuzuia vyama vikuu vya upinzani kushiriki uchaguzi wa sasa. Duru zinasema waandamanaji kadhaa waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika makabiliano yanayoendelea. Aidha, mali ya mamilioni ya fedha na miundo misingi imeharibiwa kwenye maandamano ya sasa. Polisi wametangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni kama hatua ya kuimarisha usalama. Wafanyikazi wa serikali wameraiwa kufanya kazi nyumbani. Taarifa za kibalozi zinasema baadhi ya safari za ndege za kimataifa zimefutwa kutoka na kuingia katika viwanja vya ndege vya Dar es Salaam na Arusha. Huku haya akiarifiwa, matokeo ya mapema yameonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiongoza kwa kura. Vyama vikubwa vya upinzani vya Tanzania, chama cha Chadema pamoja na ACT Wazalendo, vimezuiwa kushiriki uchaguzi wa sasa. Wafuasi wa upinzani wanashinikiza kuwepo mageuzi katika sheria ya uchaguzi na kuimarisha utawala bora. Katiba ya Tanzania hairuhusu mgombea aliyeshindwa kupinga matokeo hata katika mbele ya mahakama. Chama cha Mapinduzi CCM kimesalia madarakani tangu Tanzania ipate uhuru wake. Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kutoa ushindi katika kura hii na kuendelea na kipindi cha muhula wa miaka 5. Huko Cameroon, wafuasi wa upinzani wameendelea na maandamano yao katika mji wa kibiashara wa Douala kulalamikia matokeo ya uchaguzi mkuu. Kiongozi wa upinzani Issa Chiroma Bakari amesisitiza kwamba ataendelea na maandamano hadi apate haki yake, akisisitiza alishinda uchaguzi huo. Tume ya uchaguzi ya Cameroon ilimtangaza Rais Paul Biya kama mshindi wa urais na kumpa nafasi ya kuendelea kuongoza taifa hilo ambapo amekuwa mtawala kwa miaka 43. Biya ndiye rais mkongwe zaidi duniani akiwa na miaka 92. Wakati huo huo, asasi za kiraia Cameroon zimelalamikia polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa kuwakabili waandamanaji. Kiongozi wa wapiganaji wa Rapid Support Forces nchini Sudan ametangaza uchunguzi dhidi ya taarifa za ukiukwaji wa haki za binadamu uliotekelezwa na wapiganaji hao walipoutoa mji wa El Fasher katika jimbo la Darfur. Jenerali Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemeti ametoa tamko hilo wakati makundi ya kibinadamu yakisema maelfu ya raia waliuawa na RSF tangu kutoa eneo hilo hapo Jumapili. Afisa mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema zaidi ya watu 500 waliuawa na wapiganaji wa RSF ndani ya hospitali moja huko El Fasher. Na chama cha madaktari wa Sudan kinasema wahudumu kadhaa wa afya wametekwa nyara na RSF na wanadai kikombozi cha zaidi ya $100,000 kabla ya kuachia huru. Wapiganaji hao wamelalamikiwa kuwalenga raia wenye asili ya Kiafrika wanaoishi katika jimbo la Darfur. Huku haya yakiarifiwa, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa
linatarajiwa kufanya kikao maalum kujadili hali nchini Sudan. Wakati huo huo, maseneta wa Marekani wamemwomba Rais Donald Trump atangaze kundi la Rapid Support Forces RSF kama kundi la kigaidi. Wabunge hao wanasema wapiganaji hao wametekeleza dhulma za kibinadamu na uhalifu wa kivita katika eneo la El Fasher jimboni Darfur. Paraguay ndilo taifa la karibuni kuweka ubalozi wake katika eneo lililojitenga na Morocco la Saharawi au Western Sahara. Nchi hiyo sasa imejiunga na mataifa mengine ya bara Afrika ikiwemo muungano wa AU zinazotambua uhuru wa eneo hilo kujitawala. Morocco inapinga hatua ya Saharawi kuwa eneo huru na kusisitiza ni moja ya maeneo yake. Chama cha Polisario Front kinachoungwa mkono na Algeria na dola za Kiarabu kimesisitiza eneo hilo ni taifa huru. Mataifa 29 yamefungua ubalozi wao katika mji wa Lyon na Dakhla iliyoko katika eneo la Western Sahara. Mataifa makubwa duniani ya Marekani na Muungano wa Ulaya yamesisitiza mzozo wa Marekani na Saharawi utatuliwe kwa njia ya diplomasia. Naam, karibu tena msikilizaji, na moja kwa moja tuanzie nchini Tanzania ambapo taharuki imetanda katika mji wa Dar es Salaam na miji mingine ikiwemo Arusha, huku milio ya risasi ikitawala jiji la Dar es Salaam wakati polisi wakiwakabili wafuasi wa upinzani wanaoandamana kushinikiza mageuzi ya sheria ya uchaguzi. Vituo vingi vya kupigia kura vimeendelea kuchomwa moto mapema leo, hali ambayo inaonekana kwamba wananchi wamekaidi mito ya polisi ya kusalia nyumbani, hasa kwa wafanyikazi wa serikali. Huyu hapa Silvanus Karemera ambaye amefanya mahojiano na mwandishi wetu Veronica Natalis akiwa kule Arusha, Tanzania. Hali ni kama jana tu, mtandao wa internet hakuna mtu anaweza kupata mawasiliano, na hata kwenye vyombo vya habari vinavyosikika ni vyombo vya ndani, vile vyombo vya kimataifa ambavyo vinasikika kupitia redio ya shirika ama television ya shirika havifanyi kazi tena kuanzia jana jioni. Kwa hiyo tunawasiliana tu kupitia simu za kawaida ndani ya nchi, na watu walioko nje ya nchi kama wanaweza kutupigia kwa simu za kawaida pia wanatupigia. Hayo ndio mawasiliano ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo Watanzania wanapeana taarifa kwa kupigiana simu. Labda kama mtu yuko unafahamiana na mtu mkoa mwingine, unampigia kumuuliza huko nini kinaendelea. Kutegemea vyombo vya ndani huku taarifa zinakuwa sio sahihi sana kwa sababu vyote vinatangaza tofauti na kinachoendelea. Sasa hicho kinachoendelea hasa ni nini? Kwa sasa hivi kwa Arusha nilipo mimi, hali ni ya utulivu. Ninaona tu wanajeshi wako barabarani kwenye barabara kuu, wana silaha zao, wanazunguka, wanahakikisha usalama wa raia. Lakini pia barabara zina athari za moto wa jana. Unakuta kuna uchafu barabarani wa moto, lakini pia kuna mawe yamepangwa bado. Na polisi pia wana magari yao, wanazunguka kwenye baadhi ya mitaa, wanajaribu kupiga mabomu na risasi kidogo kwa wanapoona kama kuna makundi ya watu wanakimbia. Lakini mpaka sasa toka nimeamka asubuhi sijashuhudia vurugu kama za jana. Lakini kingine ambacho kinashuhudiwa ni maduka yamefungwa. Yaani kwa sasa hakuna kitu ambacho unaweza kununua kutoka popote. Maduka yamefungwa, hoteli zimefungwa, na vyombo vya usafiri ambavyo vinafanya kazi ni pikipiki tu, huko wanaita bodaboda, na magari madogo ambayo yanakwenda labda Namanga mpakani na maeneo mengine ya karibu. Hakuna magari makubwa, yani mabasi ambayo yanafanya safari labda kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Hizo safari zimesitishwa. Sasa unadhani kwa hali ambayo imeielezea ina uhusiano na tangazo la jana la polisi ambayo limetiwa saini na mkuu wa polisi Wambura? Hapana, kwa sasa sijasikia. Pengine labda amezungumza lakini sijamsikia kutokana na kutoweza kupata taarifa sahihi kwa vyombo vya habari vya ndani na pia kutokuwa na mtandao wa internet. Sijasikia kama kuna taarifa yote imetolewa jeshi la polisi. Tangazo pekee ambalo nimelisikia mimi ni kwamba watu hawaruhusiwi kuwa nje mwisho saa 12 jioni. Kwa Dar es Salaam pote, mikoa ya Arusha na maeneo mengine yote ya Tanzania, na wafanyakazi hawaendi kazini sasa. Wanafanyia kazi nyumbani, isipokuwa tu wale walazima sana kama ambao wanafanya katika zile pengine huduma za kiafya na maeneo labda ya polisi, lakini wafanyakazi wote wanafanyia kazi nyumbani, wako nyumbani. Yaani ni kama off day. Ndio hilo nilikuwa nazungumzia kwamba hilo zuio la watu kutoka nje saa 12 za jioni pamoja na wafanyakazi wa serikali kuzuia kwenda kazini leo, pengine hali unayoshuhudia ambayo haina makabiliano makubwa na polisi pamoja na wananchi kama jana, unadhani imesababishwa na matangazo hayo ama labda zuio hilo? Sina uhakika sana na hilo,
nafikiri kilichosababisha kuwepo kwa utulivu ni wanajeshi kuwa barabarani, na kinachoonekana sasa hivi hapa ni kwamba wanajeshi na wananchi wanaelewana, yaani wakipewa amri na wanajeshi wanaitii wananchi. Kwa hiyo wanajeshi wakisimama wakasema acheni vurugu, msifanye hivi, msivunje taa za barabarani, kwa sababu kuna eneo moja linaitwa Sanawari hapa Arusha, walianza kuvunja taa za barabarani leo asubuhi. Kwa hiyo wanajeshi wakawa wameambia acheni. Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba wanatii agizo la jeshi. Lakini jana ilikuwa ni siku ambayo pia watu hawakwenda kazini. Ilitangazwa kabisa na serikali kwa sababu ya kupiga kura. Lakini pamoja na kwamba watu hawakwenda kazini, walitoka kuandamana. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba leo kutokwenda kazini ndio sababu ya kuwafanya wasitoke. Wakati jana ilikuwa sio ya kwenda kazini, lakini pia walitoka. Labda tukimalizia, Veronica, tunatambua kwamba Arusha ama upande wa kaskazini mwa Tanzania kuna hali fulani ya kuwa ni ngome ya wapinzani kwa namna moja ama nyingine. Pengine unatathmini hali ipi ambayo inakuja baada ya leo na kesho, kwa sababu tunajua zoezi la kuhesabu kura linaendelea. Unatathmini vipi labda tuseme matangazo ya kura zikisha hesabiwa na kutolewa? Unahisi labda kitu gani kitatokea? Kuna mgawanyiko. Unajua hizi maandamano haya pia yamefanywa na wana CCM. Yaani wana CCM pia wameshiriki kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu kulikuwa kuna mgawanyiko pia hata ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye kura za maoni za ubunge katika maeneo mengi ya Tanzania, nikitolea mfano Arusha, watu wengi waliopigiwa kura za maoni kushinda hawakutangazwa. Walikuja wakatangazwa watu wengine ambao labda mtu alikuwa 3 4. Kwa hiyo unakuta sasa kuna wananchi ambao walikuwa wanampenda mbunge fulani. Kwa mfano Arusha alikuwepo mtu mmoja anaitwa Mrisho Gambo ambaye ndio alishinda, lakini wakampa Paul Makonda. Kwa hiyo unakuta wale ambao walikuwa wanampenda huyu amepewa mwingine, wanakuwa na mgongano. Of course vyama vya upinzani vimeshiriki kwa kiasi kikubwa, hasa ukizingatia kwamba chama chao kikuu cha upinzani Chadema hakijashiriki kwenye uchaguzi kikidai marekebisho ya sheria na katiba na vitu vingine ambavyo vinakwenda haviko sawa. Mimi nadhani wakiendelea na kutangaza matokeo na kutangaza washindi wa CCM kama inavyotarajiwa, hali inaweza ikawa mbaya zaidi huku kaskazini. Naam, huyo ni Veronica Natalis mwenzangu kutoka Arusha, kama nilivyozungumza naye mapema hii leo, akitupa hali halisi ya kile kinachoendelea kule Arusha. Huku hali ya wasiwasi ikishuhudiwa Tanzania kufuatia vurugu za uchaguzi, matokeo ya kura za mapema yameanza kutangazwa. Rais Samia Suluhu Hassan ameonekana kuongoza. Bi Suluhu Hassan anatarajiwa kushinda uchaguzi wa sasa, kwani hakabiliwi na upinzani wowote. Hii ni baada ya vyama vikuu vya kisiasa Chadema na ACT Wazalendo kuzuiwa kuwania kura ya mwaka huu. Hii imechochea wafuasi wa upinzani kuandamana kupinga ushindi wowote wa Rais Samia na chama cha CCM. Upinzani na wafuasi wake wametaka sheria ya uchaguzi kubadilishwa. Awali nilizungumza na mchambuzi wa masuala hususan ya utawala na uongozi, Bwana Mark Okuru Echakara, na kwanza nimemuuliza, je, hali ya utawala mpya huu wa Samia Suluhu Hassan utakuwa na uhalali wowote akitangazwa mshindi? Tumsikize. Kunakuwa na dukuduku kuhusu uhalali wa utawala ama uongozi wa Mama Samia Suluhu, hasa ukitazama kwamba wapinzani wamefungiwa nje ya uchaguzi, hawajahusika. Ndio sababu unaona sasa yale ambayo yanatokea pale. Kila taifa ipitia katika majira tofauti. Ile transition kutoka majira haya na majira kuingia kwa majira mapya mara nyingi inahitaji mabadiliko, na naamini kwamba CCM iko na hilo tatizo. Hawakuwa mbele ya muda kuweza kutarajia kwamba majira yatafika ambapo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itahitaji mabadiliko, hasa katika jinsi ambavyo siasa zao zinafanywa. Unajua ile kulikuwa na ile ambayo ni naita traditional political style ya kufanya vitu, lakini sasa kumetokea na majira mapya, mambo ya teknolojia, social media na nini. Hii zote mitandao ya kijamii zote zimeanza kuathiri jinsi ambavyo mataifa yanatawaliwa, hasa kwa sababu imepeana ushawishi mkubwa kwa wananchi wale hasa ambao wanahusika katika mitandao ya kijamii, kushawishi jinsi ambavyo mataifa yao yanavyoongozwa. Kwa hivyo naamini kwamba muda kiona mama kidogo anaanza kusikia uchungu, ujue mwana yuko karibu kutoka,
na tayari Tanzania inapitia katika ile inaitwa the birth pangs of a new generation or new season. Kwa hivyo naamini kwamba Tanzania imefika majira ya mabadiliko, na lazima wale ambao wanashikilia uongozi waweze kutambua kwamba mabadiliko ni sharti yafanyike, na ni lazima wafanye ile kwa Kiingereza inaitwa alignment, hata jinsi ambavyo wanavyofanya mambo. Na kiangalia hatima ya chama cha CCM baada ya Mama Samia, sijui kama Mama Samia Suluhu ataendelea, but kulingana na jinsi ambavyo mambo yapo yanaendelea, ni kama yeye huenda akatangazwa kwa mshindi. Na kwa hivyo hatima ya chama cha CCM baada ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan kidogo naona itaanza kuyumbayumba. Ikiwa unajiunga nasi hivi sasa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Na bila shaka kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Jina langu ni Anne Ngugi, na leo tupo Tanzania ambapo kumeshuhudiwa maandamano ya kulalamikia uchaguzi mkuu. Bila shaka endelea kutoa maoni na tutaendelea kuyasoma papa hapa. Maandamano yanayoshuhudiwa nchini Tanzania yamewavutia zaidi vijana wanaoshinikiza mageuzi. Hawa ni vijana wa Gen Z. Sio Tanzania tu ambapo vijana wameingia barabarani kutaka sauti zao kusikizwa. Kumekuwa na wimbi la maandamano katika nchi nyingi Afrika, ikiwemo nchi ya Madagascar, Morocco na Nigeria. Kitovu cha maandamano ya vijana Afrika ni Kenya, ambapo maelfu ya vijana waliotoka barabarani kushinikiza serikali kuondoa mswada wa kifedha waliosema ulichochea ugumu wa maisha. Kwa mengi sasa, hebu tuungane naye Felix Gatumo aliyezungumza na baadhi ya vijana wa Kenya kuhusu matukio yanayoendelea nchini Tanzania. Kwa majina ninaitwa Rachel Kambura. Mimi ni mwalimu wa fasihi na pia ni mwanaharakati wa masuala ya kijamii. Ni jambo la kusikitisha kuona maelfu na mamia ya vijana wameweza kwenda kuandamana kutokea na uchaguzi ambao ulifanyika hivi majuzi, kwa sababu tuliona mgombea mmoja ambaye ni Rais Samia Suluhu ndiye aliruhusiwa kugombea, na watu ambao walikuwa katika upinzani kama Tundu Lissu wako kwenye gereza kwa sababu walikandamiza na kuwanyima uwezo wa kugombea kiti cha urais. Na vijana wa Tanzania ingawa ni jambo ambalo hatungependa litokee, lakini inadhibitika ya kwamba viongozi wa Afrika lugha ambayo wanaielewa ni lugha ya maandamano. Uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania hivi jana ulikuwa ni uchaguzi ambao siwezi sema ni wa huru na haki. Hali ambao tumekuwa tukiona hivi majuzi kama ukandamizaji wa kisiasa, ukosefu wa uhuru, matumizi ya nguvu dhidi ya wapinzani wake Mama Samia, yamefanya kuwe na hali ya wasiwasi kwa washirika wa kimataifa. Hali hii huwa inaendelea na inadhoofisha uaminifu wa nchi ya Tanzania katika majukwaa ya kimataifa. Inavuruga uhusiano wa kikanda na inapunguza uwekezaji wa kigeni, maana hakuna mwekezaji ambaye angetaka kuekeza kwa nchi ambayo haijasimama vizuri. Nachukua nafasi hii kutuma pole zangu kwa majirani wetu wa Tanzania kwa kile ambacho kimetokea baada ya uchaguzi. Tumeona kumetokea kutoelewana, na ili baada ya wale wapiga kura ambao walikuwa wamesajiliwa pale Tanzania kunyimwa haki. Hii kitu Samia anafanya, you can imagine anafanya hivi wakati kuna internet, wakati kuna information inatembea. Ingekuwa ni ile wakati ya Moi, angekuwa even worse kuliko Idi Amin na wakina Moi. So Samia ni version ya asha ingia kwa list ya dictators Africa. Na wa Tanzania is time you fight, ikuwe leo, ikuwe kesho, mpaka ile siku mtabadilisha katiba, alafu mtakuwa mko sawa. Tanzania imehitimisha uchaguzi wake huku macho yote ya ulimwengu yakielekea kule
ila hakuna jicho linalopenya kufahamu kile kinachojiri nchini humo, kwani mitandao ya kijamii imezimwa na vyombo vya habari vimebinywa. Je, kauli ya muasisi wa taifa hilo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inatimia kuwa wananchi wasipopata mabadiliko kwenye Chama cha Mapinduzi watayatafuta kwengineko? Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anauliza iwapo wakati wa mabadiliko nchini humo ndio huu. Tanzania, taifa lililozoeleka kuitwa kisiwa cha amani, leo limegeuka kwa kisiwa cha majonzi, moshi na machozi. Jumatano ulimwengu litazama kwa mshangao taifa lilokuwa likihubiri utulivu likigeuka uwanja wa vita vya raia na dola. Vituo vya kupigia kura viliwaka moto, macho wananchi yakibubujika hasira na mitandao ya kijamii. Pumzi ya karne hii ya habari ikazimwa kana kwamba giza linaweza kuficha ukweli. Hili si jambo jipya kwa walokuwa wakisikiliza maneno ya busara ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliwahi kusema kwa upole wenye hekima, lakini leo maneno hayo yamekuwa kama msumari wa moto moyoni mwa taifa. Maneno hayo yamegeuka unabii unaotimia machoni petu. Watanzania wanataka mabadiliko. Wasipoyaona, wasipoyapata ndani ya CCM, watayatafuta nje ya CCM. Kwa muda mrefu wananchi wamekuwa kama kuku aliyekuwa katika kiroba. Anajua anatoka lakini hajui lini. Wameahidiwa maendeleo wakaishia kupata maneno. Wamehubiriwa amani wakaona ukimya wa uoga. Wameambiwa demokrasia wakaletewa amri. Lakini hata maji yakichemka hufika kiwango cha juu, na sasa hasira wananchi imefikia kiwango hicho. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye alipewa nafasi ya kuwa mama wa maridhiano, anaonekana sasa kama mama anayewatisha watoto wake kwa fimbo badala ya kuwafariji kwa busara. Upinzani umefungiwa nje ya uwanja, viongozi wake kama Tundu Lissu na John Heche wamezuiliwa na wananchi wameachwa bila sauti. Je, uchaguzi bila upinzani bado ni uchaguzi au ni maigizo ya demokrasia kwenye jukwaa la hofu? Wanasema ukinyamaza kwa hofu utalia kwa maumivu. Serikali ilidhani kuzima mitandao ni kuzima sauti za wananchi, lakini historia imetuonesha sauti ya umma haina off button. Watu wanaponyimwa kalamu hutumia mawe, wanaponyimwa maneno hutumia moto. Moto wa Arusha na mengineyo si ajali, bali ni kilio cha watu waliokosa kinywa cha kusema. Kama vile ndege mjanja ajengavyo kiota chake mbali na mti unaokatwa, Watanzania wameanza kutafuta mustakabali wao nje ya kivuli cha chama kimoja. Ni hatari kubwa kwa taifa lilojengewa ahadi yake kwa hekima na umoja. Amani si ukimya wa bunduki, ni uwepo wa haki. Na haki ikikosekana, hata malaika hushindwa kuimba amani. Sasa taifa lipo gizani, si giza la jua kuzama, bali giza la kufikiri, la kuogopa, la kukata tamaa. Mitandao imezimwa, midomo imefumbwa, lakini mioyo inawaka moto. Moto huo hauwezi kuzimwa kwa polisi wala tangazo la serikali. Moto wa mabadiliko hauzimwi kwa amri, huzimwa kwa haki, wazi na uongozi wa kweli. Tanzania imefika kwenye msalaba wa historia. Ni ama ichague kurudi kwenye misingi ya utu na uhuru wa Nyerere, au izame kwenye giza la uoga na utawala wa mabavu. Samaki mkunje angali mbichi, bado kuna nafasi ya kurekebisha, lakini muda unakwenda. Kwa sasa taifa limezama katika giza, lakini kama walivyosema wahenga, giza nene zaidi utanda kabla ya alfajiri. Teueni mgombea ambaye atakidhi matarajio ya wananchi. Swali ni hili, je, alfajiri ya mabadiliko Tanzania itachomoza kwa nuru ya matumaini au cheche za mapambano? Mwisho wa tahariri. Jina langu ni Shisia Wasilwa. Katika taarifa nyingine, Ufaransa inaandaa mkutano mjini Paris Alhamisi hii Oktoba 30
ili kusaidia amani na ustawi katika eneo hilo. Lengo kuu ni kuhamasisha jumuiya ya kimataifa katika kukabiliana na dharura ya kibinadamu mashariki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani. Lakini ni nini thamani ya ziada ya mkutano huu ikizingatiwa kwamba juhudi za upatanishi tayari zinaendelea huko Washington na Doha? Huyu hapa Mbeleshi Msoshi na taarifa zaidi. Kulingana Ufaransa, mwandalizi wa mkutano huu ambao utakusanya takriban nchi 50 na mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada unalenga zaidi hali ya kibinadamu na kisiasa katika kanda ya maziwa makuu kwa mjumla, lakini kipaumbele ni zaidi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambayo kwa sasa inakabiliwa na ukosefu wa usalama kulingana na vita iliyofanya miaka kadhaa sasa. Ikulu ya Elysee imethibitisha kuwepo kwa Rais Tshisekedi, rais wa nchi iliyoathiriwa zaidi na mgogoro huu. Kutakuwa pia rais wa Togo Faure Gnassingbe, yeye kama mpatanishi wa Umoja wa Mataifa. Qatar itawakilishwa na waziri wake wa nje Mohamed bin Abdulaziz. Ufaransa inataka pia kuhamasisha jumuiya ya kimataifa kutoa angalau bilioni $1 za Kimarekani, pesa ambazo NGO zinahitaji ili kusaidia wakimbizi. Lakini chama tawala kinataka zaidi Ufaransa kulazimisha Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini DRC mbadala ya kukusanya pesa za kutoa kwa mashirika ya kibinadamu. Jean-Baptiste Kasole anaongoza kitengo cha mawasiliano na vyombo vya habari katika chama cha Rais Tshisekedi. Tunasubiri Ufaransa iambie Rwanda iondoe wanajeshi wake kwenye ardhi ya Kongo DRC. Hiyo misaada sio ya lazima. Ya lazima tunaomba ni kama wanajeshi wa Rwanda warudie kwao na raia waweze kurudilia makazi yao ya kawaida ya kulima mashamba, ya kufuga ng'ombe zao, mbuzi zao, ya kufanya biashara na ya kuzunguluka katika nchi yote bila tatizo. Tarehe 21 na 22 mwezi huu kulikuwa mkutano mwingine huku Washington kati ya Rwanda na DRC, lakini Kinshasa ilikataa kutia saini makubaliano ya mfumo wa uchumi wa kikanda, huku ikisema ikiwa hali ya usalama haijatulia hakuna saini wataweka. Kulingana na Jacques Nzahera ambaye ni mmoja wa viongozi wa vuguvugu la vijana Amka Kongo, shida la Kongo ni uongozi mbaya. Hatuone hata Ufaransa hata Doha kukondane Bwana Nanga kwamba ndio mtu ambaye alikanyangia uchaguzi wa mwaka 2018. Mambo ya Kongo ni uongozi mbaya, sababu nchi kama Rwanda na ili heshima kwa mkongomani irudi, inabidi hiyo vita ishe kwa risasi. Ingalao Bwana Tshisekedi alikuja kwa ajili ya kusaidia Kongo na kupiganishia wakongomani, hangeliogopa wazungu na hangeenda na tamba ndani ya mikutano ambaye isisaidie nchi yetu kwenda mbele. Mkutano huu unafanyika bila kuwepo kwa washirika wakuu wa vita kama vile viongozi wa kundi la M23. Kulingana na Lugi Tebo, kiongozi wa shirika la raia mjini Mwenga, ni vizuri kutoalika washirika hao ili kutoa sukuma ulazimisha wanachodai. Ule hafai kuzungumza naye. Kuna mezali ingine ya Kifaransa nasema haifai kuzungumza na mtu mwenye alizusha vita kusudi mzungumuze na marevendikasio zake za bongo zikubalike. Tuzungumza na mwalimu Eluga Bwendwa ambaye ni mchambuzi wa masuala za usalama katika kanda ya maziwa makuu ili kupata maoni yake kuhusu mkutano huu. Mkutano huu wa Ufaransa kando ya Bwana Macron, kati ya Macron na wenzetu kutoka Afrika ambao umekuwa jana, unaonyesha kabisa kwamba kuna tofauti fulani lakini si za msingi sana kufuatana na ule ambao ulikuwa huko Marekani kando ya Bwana Trump. Mimi nafikiri kwamba hakuna tofauti kwa kuwa wenzetu wote wawili wa Faransa na Marekani wanaonyesha uso wao kabisa kwamba wanamsapoti sana Rais Kagame na vitu vingi vya Rwanda tokea mwanzoni, na kwa hiyo hawana imani kutokana na vitu ambavyo vitaweza kuwa vipya huko nchini kwetu Kongo. Na imani kwamba kusema kweli hakuna mabadiliko ambayo yatakuwepo baadaye, kwa kuwa serikali ya Kinshasa haina imani kabisa na Wafaransa, haina imani na Marekani kwa jumla. Kuna kama serikali ya Kongo imeshatambua kwamba kusema kweli haiwezi kusubiri chochote kile kutoka Ufaransa na Marekani, kwa kuwa ni watu ambao wanamsaidia sana Rais Kagame na wanafuatilia sana maelekezo ambayo Rwanda inatoa. Itawezekana hata iweje siku za usoni eti amani ipatikane iwapo Marekani na Ufaransa, iwapo Trump na Bwana Macron wataendelea na maoni yao
kuhusu Rwanda na kuhusu Kongo. Wana maoni ambayo ni machafu na mabaya sana kuhusu Kongo, na mimi sina imani kwamba watakuwa eti wanaweza kuwa wakarudia katika maamuzi ambayo wameshachukua. Na kwa hiyo mimi nafikiri kwamba mkutano huu wa Ufaransa hautamaliza vita, na hata kwa kuwa kwa vyote vile haelekei kwamba kuna imani sehemu zote mbili. Ina maana kati ya Rais Kagame na Rais Tshisekedi, kati ya Trump na Rais Tshisekedi, kati ya Macron na Rais Tshisekedi, kuna kama mchezo ambao kusema kweli si mchezo ambao ni vitu vya wazi. Naona kwamba pia kwa vyote vile unaona katika mambo kama haya M23 imetengwa, inakuwa kama wamenyanyapaa M23. Lakini anyway, nafikiri kwamba msimamo wa serikali ya Kinshasa ni kwamba hawataki kwa vyote vile kujikuta eti wana mazungumzo yote ama makubaliano yote na M23, kwa kuwa wao wanaona kwamba M23 ni kama vibaraka vya Rwanda tu. Na kwa jumla mimi nafikiri kwamba kuiona M23 kama watu ambao wangeweza kushiriki kama vile vingine vyama vyote, hata vya Rais mstaafu Kabila, nafikiri kwamba maoni ya serikali ya Kinshasa yako wazi. Hawataki kuongea na mtu yeyote ambaye ameshika silaha kuja kudai eti huko Kinshasa kuna mfumo wa udikteta. Na kwa jumla nafikiri kwamba mkutano huu wa Paris na mkutano uliokuwa Washington, kusema kweli maendeleo ni hafifu, hayapo hadi sasa katika eneo la mashariki mwa Kongo. Licha makubaliano kadhaa ya kusitisha vita, jeshi la taifa likiungwa mkono na wazalendo wameendelea kushambulia vijiji vilivyodhibitiwa na waasi wa M23. Beliti Msoshi, Kinshasa, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Na sasa basi tuangalie neno la siku. Hii leo tunaangalia neno shangingi. Kama gari katika matumizi ya kisasa, shangingi hutumika kumaanisha gari kubwa la kifahari, mara nyingi aina ya SUV, kwa mfano kama vile Land Cruiser, Range Rover, Prado au Hummer. Mfano, waziri alifika akiwa amepanda shangingi jeupe. Hapa shangingi, gari kubwa lenye hadhi, nguvu na thamani kubwa. Asili ya matumizi haya, neno hili lilianza kutumika katika Kiswahili cha mijini, hasa kule Mombasa, Dar es Salaam na hata Nairobi mwishoni wa miaka ya 1980 hadi mwaka wa 1990. Watu walilitumia kwa mtindo wa utani au kejeli, wakimaanisha gari linalojifanya kubwa na lenye majivuno kama mmiliki wake. Baadaye likawa kawaida kuashiria tu gari la kifahari. Shangingi kama mwanamke kwenye muktadha wa kijamii au mitaani. Neno shangingi hutumika kumdhalilisha au kumkejeli mwanamke, hasa anayejipamba kupita kiasi, kujionyesha kuwa yeye ni kwa fahari au kwa maringo au kuonekana mwenye majivuno. Mfano kwenye sentensi, yule shangingi anajiona kama malkia wa mjini. Maana hii ni ya dharau na mara nyingi huibeba taswira ya mwanamke anayependa starehe, pesa au maarufu, yani siku hizi tunasema socialite kwa kimombo, lakini bila heshima au adabu za kijamii. Na hilo ndilo neno la siku, shangingi. Msikilizaji, utalitumiaje neno hili katika shughuli zako za siku? Kazi kwako. Naam, ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tuendelee kuweka maoni yetu kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi. Na uko wapi msikilizaji, na ni nini ambacho kimesisimua, kimekuelimisha ama kimekujuza zaidi katika matangazo ya leo? Na kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye mitandao ya kijamii Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi na kutakia usiku mtulivu. Kwaheri.